بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji wa kipindi chetu cha kuendelea mbele katika channel yetu ya Sharjah TV channel 2. Naendelea mbele na kipindi chetu cha kujua Uislamu, dini ya kweli, na tuko kwenye kipindi cha kujua Ramadhan. Tumeona Ramadhani ni nini, tukaona uzuri wa Ramadhani, tukatizama vipi kinachopatikana mtu akifunga mwezi wa Ramadhani. Kwa siku ya leo tutakujaona watu gani au tofauti gani za watu katika mwezi wa Ramadhani. Watu wanaopaswa funga na wanani ambao hawahusikani na funga. La kwanza kabisa tutaipata kwenye aya iliyotuamrisha kufunga. Ndiyo tutawaja kuona nani wa kwanza pasaye kuwa ameamrishwa funga. Katika hii aya Mwenyezi Mungu anasema kwamba anawaita walioamini. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Jambo hili la kuamini linaondoa ambao wale hawajaamini. Na wale ambao hawakuamini ni wakina nani? Ni watu ambao si Waislamu, bado hawajamwamini Mwenyezi Mungu wa kweli. Ijapo wao katika imani zao wao hufikiria labda kwamba wameishaamini, lakini katika uaminifu wa kweli hawajaamini, kwa sababu hawajaamini Mwenyezi Mungu wa kweli. Al-iman inamaanisha ya kwamba mja au mtu ameishaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, apasaye kuabudiwa kwa haki. Na huyu Mungu anatakiwa huyu mwanadamu awe anamfahamu vizuri, ajue sifa zake, ajue majina yake, ajue dhati yake, ndiyo ataja kufahamu au ataja kumwabudu kweli vilivyo. Kama mtu hajamwamini Mwenyezi Mungu, hajamjua Mwenyezi Mungu wa kweli ni nani, hawezi kumwamini vilivyo na hawezi kumwabudu vilivyo, kwa sababu hajajua ni nani apasaye kuabudiwa kwa haki. Kwa hiyo anayeambiwa hapa ili aje afunge, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ni wale ambao wamemwamini kweli, wamemjua, wamemfahamu vizuri Mungu wa kweli apasaye kuabudiwa kwa haki. Sio fikira za watu, sio miungu watu wamejiwekea, sio miungu watu wamejifananisha wakafikiri kwamba wao wameshaamini Mungu. Sio Mungu. Ukitizama kwa kweli, ukikaa makini katika akili timamu, utaja kumfahamu au utaja kumuona kwamba huyu mtu anayemwabudu sio Mungu, anavyovitegemea sio Mungu. Kwa sababu Mungu ni mwenye kutegemewa, ndiyo mwenye kutegemewa pekee yake. Usije kumtegemea kitu kingine au kiumbe kingine. Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila jambo, wa kila kitu. Mwenyezi Mungu ndiyo muweza wa kila jambo, wa kila kitu. Mwenyezi Mungu ndiye wa kuabudiwa kwa kila ibada, kwa sababu ndiyo anayestahili kuabudiwa. Kwa nini? Kwa sababu ndiye mwenye kila kitu.
Ukitizama mbingu ni za kwake, ukitizama ardhi, dunia yote ni ya kwake, ukitizama viumbe vilivyoumbwa vyote vya kwake, ukitizama we mwenyewe kama mwanadamu utajikuta wewe ni wa kwake. Uhai wote unao, uzima unao, uzuri unao, urefu, unene na vinginevyo, vyote utakuta umepewa naye Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama ndiyo huyo anayekupa hivyo, bimaana ndiye anayestahiki kuabudiwa kwa haki. Sasa mwanadamu kama amemfahamu hivyo kwamba yeye anamwabudu Mwenyezi Mungu anayetegemewa kwa kila jambo, aliyotengeneza kila jambo, ambaye ndiye mwenye kila jambo, kwa hiyo inampelekea kujua kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Kwa majina yake anaitwa Allah, hana majina mwingine. Anaitwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Wadud, Ar-Rahim na mengineyo mengi. Anayo majina yake. Alituambia majina 99. Ametuambia majina 99 kwamba haya ndiyo majina yake, lakini majina yake mengi isipokuwa ametuambia haya, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu ana majina yake mazuri sana, yatumie kwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ina maana yeye, sisi tunapaswa kumwabudu yeye au kumuomba yeye pekee yake, sio kumuomba kupitia kwa fulani au kupitia kwa kitu fulani. La, aliyemwamini vilivyo Mwenyezi Mungu anamuomba moja kwa moja, hana kizuizi, hana mshirika, hapitii kwa fulani. La, anamuomba direct kwake kwamba ni yeye muumba, ndiye mwenye kutegemewa, ndiye mwenye kutoa, ndiye mwenye kugawa lolote atakalo, anampa atakaye, anamnyima atakaye. Kwa hiyo ndiye anayeombwa Mwenyezi Mungu. Sasa aliyeamini hivyo, anayemwamini hivyo, ndiye anaambiwa katika aya hii, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kama mtu hajaamini hivyo, ina maana yeye haruhusiwi kufunga, hajaamrishwa funga, kwa sababu walioamrishwa hapa funga ni wale walioamini ukweli wa kuamini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mmeamrishwa funga nyinyi wanadamu, nyinyi walioamini, sio kila mwanadamu. Nyinyi mlioamini ukweli wa kuamini, nyinyi mlioamini Mwenyezi Mungu mwenyewe anayepaswa kuabudiwa kwa haki, sio kila miungu au sio kila anayeitwa Mungu. La, bali ni Mungu yule yule mmoja aliyeumba, ambaye anaitwa Allah. Enyi mlioamini Allah wa kweli wa kuabudiwa. Kwa hiyo kama kuna ule ambaye anaamini Mungu mtoto au Mungu mwana na Mungu baba na Mungu moyo mtakatifu, huyu hajaamrishwa kufunga, kwa sababu hajajua Mungu gani kweli wa kuabudiwa, bado yuko anatafutisha. Kama kuna Mungu baba au Mungu mwana kwake au Mungu mtakatifu, itamletea kuwa anazagazaga, ni nani atakaye mwabudu, afunge kwa ajili yake nani? Kwa sababu funga ni la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiyo kaamrisha kufunga, na ameamrisha wale ambao wamemfahamu vizuri. Baada ya kumfahamu vizuri wakamwamini, ndiye anaowaita hapa, na vizuri hasa kwamba yeye anawafahamu vizuri, au walioamini anawafahamu vizuri.
kwamba ni fulani fulani fulani, anawajua wote. Kwa hiyo ndio wanaoitwa hapa, enyi mlioamini mumealikwa kwenu funga. Kwa hiyo yule ambaye hajioni katika kwamba anamwamini Mungu mmoja, basi asisumbuki, hajaamrishwa funga. Hata akifunga hatopata uzuri wa kufunga, kwa sababu hii ni ibada, hii ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, na ibada haifanyiki isipokuwa kwa yule ambaye anafahamu ibada hiyo na anafahamu vizuri nani anamfanyia ibada hiyo. Kwa hiyo bado yule ambaye hajui, hajafahamu vizuri nani ambaye anapaswa kufanyiwa ibada hiyo, itakuwa sasa kufanya hiyo ibada kwake sio lazima, hajaamrishwa kufanya. Aliyeamrishwa kufanya ni yule aliyefahamu vizuri sana. Kwanza amefahamu nani wa kuabudu au nani wa kufanyia ibada hiyo, amefahamu vizuri. La pili, amefahamu vizuri namna ya kufanya hiyo ibada, uzuri atakaoupata katika kufanya hiyo ibada. Kwa nini ameamrishwa afanye hiyo ibada? Sasa atakuwa ananufaika na hiyo ibada, kwa sababu yeye ameamini ukweli wa kuamini, amemwamini mkweli wa kuamini. Sio kila mtu anachokiamini kwamba ni kweli, la, bali anapaswa au anakifahamu vizuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawaamurisha wale ambao wamemwamini ukweli wa kuamini, waliofahamu vizuri Mwenyezi Mungu wa kuamini, nani wa kuabudiwa. Kwa hiyo anawaambia kutiba alaykumus siyam, imealika kwenu funga. Na si kwenu peke yake, usifikiri kwamba ni ukwao peke yao, la, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyoamrishwa, kama ilivyokuwa ni ada kwa wale, ilikuwa na amri au ni wajibu kwa wale waliotangulia. Waliotangulia kwa nini? Waliotangulia katika uaminifu, waliofahamu vizuri Mola wao, waliofahamu vizuri nani wa kuabudiwa. Sasa hao waliotangulia na wao waliamrishwa funga, kwa sababu walishajua nani ambaye anapaswa kutegemewa kwa funga. Anafunga kwa ajili ya nani? Amefunga kwa ajili gani? Nini anachokitafuta katika funga? Kwa sababu ameishaifahamu vizuri nani aliyeamrisha funga, na yeye anapaswa awe na jambo gani. Kwa hiyo hii aya inatuonyesha, inatubainishia, inabagua watu wa aina mbili. Inatuonyesha watu ambao ni wajibu kwao kufunga. La kwanza kabisa, kwamba aya inatuonyesha ni wakina nani wapasao kufunga. Chukue pumziki kidogo ndio turudi. Tunarudi tena kutoka katika pumziko letu. Tunaendelea mbele kwa kuwafafanua watu gani, yani watu wa aina gani, au wana vipengele gani ambao wanaoambatana na funga. Tumemwona mtu wa kwanza kwamba ndani ya aya hii kwamba nani anayeamrishwa kufunga. Anayeamrishwa kufunga kwamba ni aliyeamini Mwenyezi Mungu, ukweli wa kumwamini. Yani nani aliyeamini Mungu wa kweli, anayepaswa kuaminiwa, kutegemewa, kuombwa na kuabudiwa. Ikaonyesha ya kwamba kuna mtu ambaye hana ruhusa ya kufunga, yani hajaamrishwa funga, na hiyo ni yule ambayo bado hajamjua, hajamfafanukiwa nani wa kutegemewa, nani muumbaji, nani ambaye
apasaye kuabudiwa kwa haki. Huyu hajaamrishwa funga kwa sababu hajakuwa mwaminifu, bado ana miungu au bado anao vitu vingine anavyoabudu. Mmoja anamwabudu mtu kama yeye, mwingine anamwabudu mti, mwingine anaabudu maji, mwingine anaabudu nyoka, mwingine anaabudu vingine wanyama na vinginevyo, wayadhu billah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtu ambaye ameisha kuwa na akili timamu, yani ameisha jua, amefahamu vizuri nani wa kuabudu. Sasa huyo ndiye anaamrishwa funga. Ina maana mtu ambaye si Muislamu funga kwake si lazima, na hata akifunga funga yake haikubaliwi. Bali siyo funga peke yake, kila ibada nayo ifanya haikubaliwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ibada haifanyi kwa ajili ya Mola, haifanyi kwa ajili ya Mungu ambaye apasaye kufanyiwa ibada, bali anafanya ibada kwa mtu ambaye, au kwa kiumbe fulani, au kwa mtu fulani, au kwa mnyama, au kwa maji, au kwa vingine. Sasa hivi anaviabudu au anavipa ibada, lakini sio wenyewe wa kupata ibada, bali anafanya dhambi kubwa sana la kufanya ibada kwa mambo hayo. Kwa hayo mambo anayepaswa kufanyiwa ibada ni peke yake muumbaji aliyeumba vitu hivyo. Ndugu yangu, Yesu si wa kuabudiwa, anayeabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Yesu ni mtume wake aliyekuja kufundisha watu nani Mungu wa kweli ambaye apaswa kuabudiwa. La kwanza. La pili, kuwafundisha watu wajue kwa nini wameumbwa. Binadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Binadamu umeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa baada ya kujua muumbaji ni nani, anayepaswa kuabudiwa ni nani, baada ya hapo lazima ujue kitu gani wewe unapaswa ufanye, yani ni ibada. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada yake. Sasa funga ni miongoni mwa ibada ambazo zimefanywa Mwenyezi Mungu. Funga ni moja katika ibada Mwenyezi Mungu ameziwekea wale walioamini, waliomwamini, waliomfahamu vizuri, ambao hawana shaka naye, ambao hawana tofauti, ambao hawana namna, hawana miungu ya kufananisha, la basi wamjua yeye Mungu. Sasa amewapa ibada katika ibada ambazo ameziamrisha wao, hata ibada ya funga amepewa wao. Sasa yule ambayo bado hajafanikiwa kumwelewa, sio lazima kwake kufunga. Na hata akifunga funga yake haikubaliwi, bali ibada yoyote anayoifanya anaifanya kwake yeye, sio kwa Mungu, na Mungu haijui na haikubali. Mpaka lazima amtofautishe, ampwekeshe Allah katika mambo yote. Asije kaomba ombi lake akalipitisha kwa mtu fulani, au kwa malaika fulani, au kwa mti fulani, au kwa maji, au kwa nini. La, anayemuomba na muomba direct kwake Mwenyezi Mungu. Mola wangu nakuomba, Allah nataka hivi, Allah nataka hivi, nataka unifanyie hivi. Sasa hii ibada ni kuomba ni ibada, na ibada hiyo inafanyika kwa ajili yake Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika. Usije ukamshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu kingine katika ibada yake. Usije ukafunga na umefunga kwa ajili ya kitu fulani, la, lazima ufunge kwa ajili ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kutekeleza amri yake Mwenyezi Mungu. Sasa hao waliofahamu hivyo, walioamini hivyo, ndio ambao wanaopaswa kufunga. Ambaye bado ana miungu mingine, huyu hajamjua Mungu wala hana hatima ya kufunga, ili hata akifunga basi atakuwa anajiumiza mwenyewe, hapati lolote wala chochote. Mtu wa pili anapatikana katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
yuko ndani ya sahihi al-Bukhari na Muslim kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, rufi'a al-qalam an thalatha, kalamu imesimama kwa watu wa aina tatu. Sikiliza, hawa watu watatu na wenyewe hawajaamrishwa funga. Utizame vipi Uislamu. Mwenyezi Mungu ametengeneza Uislamu kwa namna iliyokuwa sahihi, kwa namna ambayo inayotuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ana upendo na mapenzi kwetu na ana usalama sana kwetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, rufi'a al-qalam an thalatha, kalamu imesimama, yani haiandiki. Tuyanajua, tunayafahamu, tunayamamini ya kwamba kila mmoja anayo malaika wawili wanaandika, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kwamba Mwenyezi Mungu amemwekea kila mtu yoyote malaika wawili wanayoandika, moja kulia na mwingine kushoto. Wa kushoto naandika mabaya na wa kulia naandika mazuri. Kwa hiyo hii kalamu ya hawa watu inasimama kwa watu hawa watatu, yani wa malaika. Mtu akiwa mmoja katika hawa watu, malaika wanasimamisha, hawaandiki kwake mazuri wala mabaya. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba an-naimu hatta yastayqidhu, si kalamu imesimama kwa yule aliyelala, yuko usingizini ndani, ule usingizi wa ndani, usingizi ambao uko deep sana, yani amesinzia, hajui kinachoendelea katika dunia, yuko mbali sana. Huyu kalamu imesimama kwake, hata akifanya jambo gani zuri au baya haweza kaandikiwa kwamba amefanya. Kwa hiyo kalamu imesimama kwake. Sasa kama kalamu imesimama kwake, ina maana huyu haamrishwi funga mpaka wakati atakapoamka asubuhi au atakapoamka. Kama atakapoamka akili karudi tena, basi huyu mtu ndiye ataamrishwa funga. Akasema kwamba aliyelala mpaka atakapoamka, ndio sababu mtu anaamshwa kama wakati wa funga haujafika. Mwenyezi Mungu akimjalia kuamka, basi ndiye anakula daku, anawekania na anafunga. Sasa mtu aliyesinzia, yuko usingizini, Mwenyezi Mungu hamwandikii mazuri wala mabaya. Hii ni rehema yake Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Asipoturehemu sisi na kutupendelea mazuri, angeamka jambo lolote mtu analolifanya usingizini, kama anaweza kumtukana mtu au anaweza kuyafanya mabaya ndani ya usingizi, angekuwa anaandikiwa, na itakuwa ni mzigo mkubwa kwa mwanadamu. Lakini uzuri wake Mwenyezi Mungu na rehema zake kwetu, anasema kwamba mkimuona mtu amelala usingizini ambao ni usingizi wa ndani, basi huyu simamisheni, msiandike mambo anayoyafanya yote. Anasema wa pili katika hawa watu watatu, wasaghiru, na mtoto mdogo ambaye hajakomaa, hata yablugh, mpaka atakapobaligh. Akiwa baligh, yani akisinzia au akiota au akitokwa na maji, akitokwa na yale maji ya uzazi tunayafahamu, ndiyo inaitwa manii. Haya akitoka kwa mwanadamu, basi huyu mtoto ameishakuwa mtu mzima. Kwa hiyo funga kwake ni lazima, swala kwake ni lazima, kila jambo ya ibada yote imekuwa lazima kwake, yani lazima ifanye. Lakini kabla hajafikisha wakati huo, hajayaona hiyo maji, atakuwa bado ni mdogo,
basi atakuwa anahimizwa na anafundishwa na anaamrishwa kufanya nini, anaigizwa na apendezeshwa kufanya ibada. Kama ni ibada ya funga, anafundishwa namna ya kufunga, yani anahimiza, anapendezeshwa na wazazi wake namna ya funga na uzuri wa funga, hali ya kuwa anafundishwa, ili atakapokuwa kufikia wakati ule, basi awe anaweza kufanya ibada yake kwa uzuri. Na mtu kuwa mzima itambidi, yani inaonekana kwa alama 3 au 4. Ya kwanza ni hiyo tuliyoisema. Ya pili ni mtu kuona nywele, anaweza sione maji yasije, lakini akaona nywele za chini. Nikisema chini mnajua sehemu, yani sehemu zake za siri. Sehemu zake za siri akiona nywele, akishaota nywele, ajue ya kwamba hapo ameshukua na kitabu na wamalaika wameanza kuandika kwake. Zuri wanaandika, baya wanaandika. Kwa hiyo anatahadhari sana. Hiyo ni alama ya pili. Ya tatu ni kufikisha miaka 15 kwa wavulana. Miaka 15 kwa wavulana, wanazioni wanasema hivyo. Miaka 15 haweza kazidisha kijana bila ya kupata mawili kwa hayo mambo, ila ima kuona nywele au kuyapata yale maji. Lakini kawaida mara nyingi sana yapatikana maji kabla ya nywele. Kwa hiyo akishaona hizi nywele nyeusi zimekuwa, yani zimekuja, ameota nywele nyeusi katika sehemu zake za siri, basi hujua kwamba hivi ameishakuwa mtu mzima, anapaswa afunge. Funga kwake ni lazima, imekuwa wajibu kwake kufunga. Akiacha kufunga ataulizwa na ataadhibiwa juu yake, kwa sababu funga imekuwa wajibu kwake. Sasa kwa hayo tutaongezea baada ya hapo. Kwa hiyo acha tuachie hapa kwa haya machache, insha Allah tutarudi Mwenyezi Mungu akipenda. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.